Kiukweli ni huzuni, lakini mimi nitafanyaje? Ni kitu ambacho sijakitarajia, lakini nitafanyaje pia? Basi msikilizaji, karibu ni kusimulia kisa hiki kifupi, kisa kinachoitwa huzuni. Hivi ni huzuni kweli kweli. Msikilizaji, nakumbuka siku moja nilipofika nyumbani usiku ule, mke wangu aliponitayarisha chakula vizuri, nilimshika mkono mke wangu nikamwambia, mke wangu, kuna kitu leo nahitaji nikwambie. Mke wangu alikaa chini na kula chakula kimya kimya tu, akiwa tayari kwa kunisikiliza, na tena nikagundua macho yake yalionyesha kwamba anaumizwa na hicho kitu. Nilishindwa hata namna ya kumwanza mke wangu. Nikawa natafakari jinsi gani ya kufumbua kinywa changu kuzungumza, lakini kanibidi nimwambie tu ili ajue nilikuwa nikifikiria nini juu yake. Nikamwambia, mke wangu, mimi nahitaji kukupatia talaka. Nilianza kusema kwa utulivu sana. Neno talaka, ujue kulitoa sio jambo dogo msikilizaji, ni jambo ambalo kiukweli dashe. Mke wangu alionekana kabisa kukereka kwa maneno yangu. Badala yake aliniuliza kwa sauti ya upole tu, kwa nini mume wangu? Sikumjibu swali lake. Kutokujibu swali kulimfanya akasirike sana mke wangu. Akatupa kijiko cha chakula na akanikaripia kweli kweli. Usi mwanaume Haya, haina shida. Usiku ule msikilizaji, hatukuwa na mazungumzo yoyote kati yetu mimi na mke wangu. Mke wangu alikuwa analia sana kwa kwikwi. Nilifahamu mke wangu alitaka kujua nini ambacho kimetokea katika ndoa yetu, lakini kwa hakika nisingeweza kumpatia jibu kwa haraka haraka wala sababu ya kuridhisha. Mke wangu alionekana si mali, si kitu chochote kwangu. Penzi langu lilihamia kwa mwanamke anaitwa Mary. Sikumpenda tena mke wangu, mawazo yote yalikuwa kwa Mary tu. Kwa kweli nilimdharau mke wangu, sikumpenda kama nilivyompenda mwanzo. Moyo wangu ukijua wazi kwamba anafanya kosa, ndio, lakini niliandika talaka ambayo ilionyesha kwamba yeye mke wangu angepata nyumba yetu, gari, na atakuwa na hisa 30% ya kampuni yetu. Aliangalia ile talaka msikilizaji, akawa amechana vipande vipande pale pale. Mke wangu ambaye tumeishi naye karibia miaka 10 anaonekana mgeni sana machoni kwangu. Nilimwonea huruma sana kwa muda, rasilimali na nguvu alizozipoteza, lakini sikuweza kurudi nyuma kwa sababu Mary alishateka moyo wangu. Alinipenda na hata mimi nilimpenda kisawasawa. Hatimaye mke wangu alilia sana kwa sauti mbele yangu siku hiyo, jambo ambalo kwa hakika nililitarajia kwangu. Nilitarajia kilio kutoka kwake, kilio ambacho kwangu mimi katika moyo wangu kilinipa unafuu. Nilikuwa tu nikimtazama, yoyote ni kwa sababu nilitarajia hivyo. Sasa wazo la kuachana na mke wangu kiukweli lilikuwa likinisumbua sana kwa muda mrefu, na sasa hilo wazo linaendelea kuimarika kichwani kila siku iendayo kwa Mungu. Linazidi kujitengeneza katika jambo la uhakika zaidi. Sasa nakumbuka siku iliyofuata nilikuja nyumbani kwa kuchelewa sana. Nikakuta mke wangu akiandika jambo mezani. Sikutamani hata kula chakula alichonipikia mke wangu. Nilikwenda moja kwa moja chumbani na usingizi ulinichukua mara moja, kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Baada ya kula raha za kufa mtu nikiwa na mrembo Mary. Basi majira ya usiku nilistuka usingizini, mke wangu alikuwa bado akiandika tu. Sikujali kabisa, nikajifunika shuka vyema nikalala tena. Asubuhi kulivyopambazuka, alinikabidhi masharti ya talaka yake. Hakutaka kitu chochote kutoka kwangu, lakini alihitaji tu apate angalau mwezi mmoja tu wa kujiandaa kabla hajaachika. Akaomba kwamba katika kipindi hicho cha mwezi mmoja sote mimi na yeye tujitahidi kuishi maisha ya upendo tu au ya kawaida kwa kadri itakavyowezekana.
Sababu yake ilikuwa ni ndogo sana, lakini ilikuwa na muhimu kwake. Msikilizaji, mwanetu wa kiume alikuwa anakaribia kufanya mtihani katika mwezi uliokuwa unafuata. Kwa hiyo hakupenda mtoto aathirike kisaikolojia kwa sababu ya kuachana kwetu. Yote hiyo ilikuwa ni sababu ya mke wangu katikati ya maandishi yale. Lakini pia kwangu mimi sikuliona kama ni tatizo kwangu. Sikuliona hilo. Nilikubali kuhusiana na mpango wake ule, lakini alikuwa na sharti lingine la ziada. Aliniomba nikumbuke jinsi nilivyombeba siku za fungate, hasa siku yetu ya harusi. Aliniomba hivyo nikumbuke. Lakini pia akaniomba na kunisihi kwamba katika kipindi chote hicho cha mwezi mmoja niwe nambeba kutoka kitandani kwetu mpaka mlangoni, katika mlango wa kutokea kila asubuhi. Nilizani sasa huyu mwanamke anapoelekea na karibia kwa kichaa. Ili kufanya siku zetu za mwisho zisiwe na migogoro, nilikubaliana na masharti yake mke wangu ya ajabu ajabu tu. Ilimsimulia Mary, kipenzi changu, kuhusu masharti ya kuachana mke wangu. Mary alicheka sana ujue, lakini aliona ni ujinga tu. Hata akitumia ujanja wa namna gani, talaka ni lazima impate, alisema hivyo Mary, na tena kwa dharau kubwa sana. Mimi na mke wangu, msikilizaji, hatukuwahi kugusana kimwili tangu nilipomweleza Zamira mimi kumtaliki, yani kumpa talaka. Kwa hiyo nilipombeba kwa mara ya kwanza, sote tulinuniana ujue. Basi mtoto wetu alifurahia sana na kupiga makofi nyuma yetu. Babangu kambeba mama mikononi mwake. Yalikuwa ni maneno kutoka kwake, maneno ambayo kiukweli yalinichoma sana moyoni mwangu. Yalichoma sana moyo moja kwa moja, sio siri. Sasa kutoka chumbani kwetu hadi sebuleni, alafu tena utoke hapo mpaka mlangoni, ni zaidi kama katika nyumba yetu ni zaidi kama mita 10 hivi. Nimembeba tu mke wangu. Alifumba macho na kusema kwa sauti laini na sauti ya upole, mume wangu, usimwambie mwanetu kuhusiana na talaka hii ya kwangu ambayo unanipatia. Nilikubali kwa kichwa tu, ingawa nilijisikia vibaya. Nilimweka chini pale nje ya nyumba. Si nilishafika sasa, msikilizaji. Basi mke wangu alienda kituoni kusubiri basi la kazini kwake, na mimi nikaendesha gari yangu mpaka kwenda ofisini kwangu. Siku ya pili zoezi lilikuwa ni rahisi sana kwa sote. Aliegemea kifuani kwangu. Nilisikia harufu nzuri sana uturi aliofukiza mke wangu katika blauzi yake. Nikagundua kwamba sikumwangalia kwa umakini sana mke wangu kwa kipindi kirefu. Msikilizaji, nilikuja kugundua hakuwa binti tena. Kulikuwa kuna mikunjo usoni kwake na nywele zake zilianza kuwa nyeupe. Ndoa yetu imekula urembo wake. Kwa dakika moja nikafikiria, kwa nini sasa namfanyia hivi mke wangu? Nakumbuka siku ya 4 sasa nilimbeba mke wangu, hisia za mapenzi kati yetu zikanirejea. Huyu ni mwanamke alijitoa sana kuishi na mimi, na tumeishi kwa miaka 10 sasa. Ikapita siku hiyo. Siku ya 5 na ya 6 ilikuwa wazi kwamba mapenzi yetu yalikuwa kimea upya. Sikumwambia Mary kuhusu jambo hili kiukweli. Kadri mwezi ulivyokuwa unakaribia kuisha, niliona raha sana kumbeba mke wangu, na zoezi likawa rahisi sana. Pengine hata kufanya kazi hii kila siku ilikuwa ni kuimarisha zaidi na sio kupunguza chochote. Mke wangu nakumbuka alikuwa akichagua cha kuvaa siku hiyo. Alichagua mavazi kadhaa, lakini hakupata lilokuwa linamfaa. Na kisha akaguna, yaani nguo zangu zote zimekuwa kubwa. Nikagundua kwamba mke wangu amepungua sana. Nadhani ndio maana niliweza kumbeba kiurahisi sana. Ghafla jambo likawa limenichoma hilo. Mke wangu ana uchungu. Mke wangu pia ana maumivu makubwa sana moyoni mwake. Bila kujitambua, msikilizaji, nikamgusa kichwani kwake mke wangu. Mara mtoto wetu akatokeza kwa muda huo. Akaanza kusema, baba, ni wakati sasa wa kumbeba mama mwende kazini. Mtoto wetu kwake kumwona baba akimbeba mama lilikuwa ni jambo la furaha sana kwake. Mke wangu alimwonyesha ishara mwanetu kwamba asogee karibu na akamkumbatia kwa upendo mkubwa. Mimi niligeuza uso wangu nisije nikabadili mawazo katika dakika za mwisho.
na kisha nikambeba mikononi mwangu, nikawa nimetoka naye wapi? Chumbani. Nikafika sebuleni, alafu mpaka mlangoni. Mkono wake laini ulikuwa umezunguka shingo yangu vizuri kwa upendo. Nilimkumbatia mwili wake vizuri. Nimetiana mithiri ya siku ya ndoa, lakini wepesi wake ulinitia mashaka sana. Basi siku moja nilipombeba mke wangu, nilipata shida sana hata kupiga hatua moja. Mtoto wetu alishakwenda shuleni siku hiyo, nakumbuka. Nilimshika mke wangu kwa ukaribu. Sikubaini kwamba maisha yetu yalikosa upendo. Nikaenda zangu ofisini. Nikashuka katika gari bila hata kufunga mlango, maana nilihisi nilichelewa tu, ninaweza kubadili nilichokuwa nimekiamua. Nikapanda ngazi za ofisini. Kwa muda huo Mary alifungua mlango pale ofisini. Nikawa nimemwambia Mary, samahani Mary, sihitaji tena kumtaliki mke wangu, sihitaji kumwacha mke wangu. Mary alistuka, aliniangalia kwa kustaajabu, alafu akagusa kichwa changu, akaniuliza, hivi unaumwa? Niliuondoa mkono wa Mary kichwani kwangu, nikamwambia, samahani Mary, nimesema sitaki kumtaliki mke wangu. Nadhani ndoa yangu haikuwa na furaha kwa sababu sikuthamini undani wa maisha yetu. Mimi na mke wangu si kwamba hatupendani, nimetambua hilo. Tangu nilipombeba mke wangu siku ya ndoa yetu, nilitakiwa kumbeba siku zote za maisha yetu. Nampenda sana mke wangu, sitamwacha mpaka kifo kitakapotutenganisha. Ilikuwa kama Mary akizinduka usingizini, akanizaba kibao cha nguvu, akajegemeza mlangoni kwangu na kuanza kulia. Nikashuka ngazi na kuondoka zangu. Nikawa nimeingia katika duka la maua, nikaagiza maua mengi sana mazuri kwa ajili ya mke wangu. Muuzaji akaniuliza andike nini katika kadi, nikatabasamu tu. Nikamwambia andike hivi, nitakubeba kila asubuhi mke wangu mpaka kifo kitakapotutenganisha. Basi bwana. Jioni ya siku ile ilifika vizuri. Nilifika nyumbani nikiwa na maua yangu mikononi kwangu, tabasamu kubwa usoni. Nikawa nimekimbia mpaka chumbani. Nilipokelewa na maiti ya mke wangu kitandani. Nilishangaa, na kumbe mke wangu alikuwa akisumbuliwa na saratani kwa miezi kadhaa, nami nilishindwa kubaini kwa sababu nilihamisha akili yangu yote kwa Mary. Mke wangu alijua kwamba angekufa hivi karibuni, na alitaka kabisa siniingize katika chuki na mwanetu kama ningelazimisha mimi talaka mapema. Angalau machoni kwa mwanangu naonekana ni mume mwema, lakini katika maiti ya mke wangu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mke wangu, pumzika salama. Sikutumia nafasi yangu vizuri katika kukupenda mke wangu. Ni kweli upendo wa kweli haufi, lakini mimi nilikwenda kinyume. Popote ulipo mke wangu, mimi nakupenda sana. Chimama, nakupenda pia. Najuta kwa nini niliyafanya hayo yote. Kwa nini nimepoteza almasi katikati ya shughuli za kuokota mawe? Nilikusanya mawe mengi sana, nikachanganya na almasi. Leo hii nimeipoteza almasi. Nitakukumbuka sana mke wangu.